Kapteni, poleni na safari na karibuni tena. Mchezo dhidi ya Kuwait tumepoteza bao 4-0, lakini imekuwa ni kipimo cha aina gani kuelekea katika michuano mikubwa ya Afrika? Asante. Tumefika salama. Mchezo ulikuwa mzuri, lakini ulikuwa kimatokeo tumeweza kupoteza. Ilikuwa si malengo ya kuweza kupoteza, lakini kikubwa tuliingia katika mchezo zaidi kuangalia kile kitu ambacho kwa siku chache mwalimu alikuwa ametufundisha, ni jinsi gani tunaweza tukacheza na ni jinsi gani tunapokuwa tuna mpira tunaweza tukawa katika shape nzuri. Lakini na imani mwanzo ni mzuri, lakini na imani baada ya maandalizi mazuri ambayo tutakuwa nayo kuelekea katika AFCON, nadhani tutakuwa beta zaidi ya sasa hivi. Kuna mtu anaweza akaona pengine ushindani wao ni timu ya kawaida kwa sababu tumeizidi kwenye upande wa rank zile za FIFA. Nyie mmecheza nao dakika 90. Ni timu ya aina gani inapokuwa kiwanjani? Ni timu nzuri na wachezaji wenye vipaji, inacheza compact. Kwa hiyo na imani ilikuwa kwetu sisi ilikuwa ni umakini kidogo ulikosekana katika kipindi cha pili, na ndio maana tukaweza kuruhusu bao na wakawa mbele yetu, ikatufanya sisi tuweze kupush zaidi ili kuweza kusawazisha magoli, lakini ndio hivyo mechi ikawa imeisha, tumeweza kufungwa. Kwa hiyo na imani kwamba kwetu sisi tumechukulia kama ni changamoto na tumejifunza kwa makosa ambayo yametokea ili kuweza kuyapunguza, kwa sababu tunaenda kwenye mashindano makubwa. Na maana tunahitaji kupunguza makosa mengi na tunahitaji kufanya vile vitu vizuri zaidi ili kuweza kufanya vizuri. Neno kwa Tanzania bado hawajakatia tamaa na wanaiamini sana Stars chini yenu. Kikubwa kuendelea kusupport, tuna benchi jipya la ufundi, kwa hiyo tuweze kuendelea kusupport team, tuendelee kusupport nchi yetu ili tuweze kufika kwenye malengo ambayo tunahitaji. Asante kapteni. Asante.